na niwapongeze nyewe kwa kuwa wateule wa kwanza, kwa sababu kama ambavyo tumesikia mafunzo haya yataendeshwa mikoa yote 26 ya nchi yetu. Na sasa tumeanza na mikoa miwili, mkoa wa Tanga na mkoa wa Pwani. Na nyewe ndio waanzilishi. Kwa hiyo mjipigie makofi kwa kweli. Kwa kuwa first selection, ndio? Chaguo la kwanza. Lakini pili ni washukuru wenzetu wa Benki ya Dunia, World Bank, ambao wali-sponsor, walifadhili mradi huu wa kujenga mfumo kwa fedha nyingi tu ambavyo nimesikia. Kwa hiyo niombe nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wenzetu wa World Bank. Na nimefahamu ya kwamba kazi hii ni kazi kubwa na imefanyika kwa kipindi, naweza kusema kifupi, kwa sababu ya jitihada ambazo zimefanyika. Na hivyo nipende kuchukua nafasi hii kuwapongeza viongozi wote wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kusimama bega kwa bega na mshauri elekezi kuhakikisha kwamba mfumo huu unajengwa kwa wakati huo mfupi. Lakini pia nitambue wenzetu wa TAMISEMI, ofisi ya Rais TAMISEMI, ambao na wao wamekuwa sehemu ya mafanikio haya. Tunafahamu sekta ya elimu inasimamiwa na wizara mbili. Ni sekta moja inayosimamiwa na wizara mbili. Kwa hiyo wenzetu wa TAMISEMI ni watekelezaji wa sera, sisi ni watunga sera, sisi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa hiyo niwashukuru wote kwa kufanya jambo hili likafanikiwa kwa jinsi ambavyo limefanikiwa. Na ninaweza kusema kwamba nimeelezwa mambo machache. Kati ya mambo ambayo nimeelezwa ni kwamba walengwa wa mafunzo haya ni makundi mawili makubwa, si ndio? Wadhibiti ubora wa shule na maafisa tehama, si ndio? Na nimefanya kazi yangu asubuhi kidogo, nikagundua kwamba maafisa udhibiti ubora nchi nzima wako 1704. Kwa hiyo kwa kweli nyie nimepata upendeleo sana. Kati ya 1704 nyie ndio wa kwanza, fungu la kwanza 40. Na pia nimeambiwa kwamba awamu hii ya kwanza ya mafunzo ambayo itafanyika kwa mikoa 9 ambazo wenzetu wa shule bora wanafanya kazi zao, na hivyo wameamua kutoa ufadhili, itahusisha makundi hayo pia. Na nimesikia vizuri sana hotuba ya ndugu yangu Simbeye kwamba Tanzania imeundwa na mikoa 26. Wenzetu wa shule bora wameweza kutusaidia mikoa 9. Sasa iliyobaki iweje? Mimi naomba kuahidi kwamba hili nalichukua kwa mikono yote miwili. Na tutahakikisha linakamilika kwa ukamilifu wake. Na kama ambavyo nimesikia awali ni kwamba awamu hii ya kwanza inafanyika hapa Morogoro, tutatoka tutaenda pale Singida, tutaenda Mwanza na Katavi. Na lengo ni kuwafikia wale tunasema training, tunawafundisha wanaoenda kuwafundisha wengine, si ndio? Kwa hiyo ni training of trainers. Ili tukiweza kuwafundisha wale walio kwenye level ya wilaya, wao wawajibike sasa kushuka chini na kuwafundisha waliobaki. Kwa hiyo hili jambo lazima tulikamilishe, kwa sababu hawa waliobaki 1100 kadhaa, kwa sababu jumla nimeshasema ni 1704, si ndio? Kwa hiyo TOT itakava maybe hundreds, lakini waliobaki sasa watafundishwa na wao ambao watapata nafasi ya kuweza kufundishwa na level hii. Kwa hiyo ninategemea sana kwamba jambo hili litakamilika kwa wakati ili tuweze kuanza kutumia huo mfumo kwa ufanisi. Kama ambavyo nimesema awali,
serikali inajitahidi sana kuhakikisha kwamba fursa za elimu zinapatikana kwa wote wanaostahili. Na inafanya nini serikali ili kuhakikisha kwamba kila mwenye kustahili kusoma anasoma? Mojawapo, inawekeza kwenye ujenzi wa mashule. Kwa hiyo shule zimeongezeka. Sasa hivi naambiwa shule za primary kwa nchi nzima ziko takriban 20,000. Lakini pia shule za sekondari ziko 6,540. Na shule za awali ziko 262. Na ili kuweka rekodi sawa sawa, shule za primary ziko 20,851. Sasa hili ni ongezeko kubwa la namba ya shule. Lakini namba ya shule peke yake ina provide access. Kila mwanafunzi anayestahili kupata nafasi ya kusoma atapata nafasi ya kusoma. Lakini dunia ya leo haihitaji tu kuwa na certificate. Inahitaji uwe na certificate ambayo inaonyesha ubora wa elimu ulionayo. Kwa hiyo ngazi hii ya kudhibiti ubora wa shule ni muhimu sana. Kwamba nia ya serikali ni ku-maximize access au ku-optimize access, lakini pia ku-optimize quality ya shule na elimu inayotolewa hapa nchini. Na nyie ndio mtakao tusaidia kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa inakuwa na viwango vya hali ya juu. Na ili kuweza kufanikiwa hilo, tunatakiwa kutumia njia za kidijitali ili kuweza kupata taarifa kwa haraka na kamilifu. Kwa hiyo mfumo huu utatusaidia sana kuwezesha na kuongeza kasi ya kusimamia ubora wa shule unaotolewa hapa nchini kwenye ngazi zote. Si ndio jamani? Kwa hiyo jambo tunalolifanya hapa ni jambo lenye baraka sana kwa nchi yetu. Ni jambo lenye neema kubwa sana kwa nchi yetu. Kwa hiyo ninategemea kwamba nyote ambao mmepata nafasi hii mtasikiliza kwa makini kuanzia mwanzo, mtashiriki ipasavyo kwenye majadiliano ili muweze kupata uelewa stahiki wa kuweza kwenda kuwafundisha wenzenu. Rasilimali ambazo zimetumika hapa ni nyingi, lakini namna ya kurudisha fadhila ya rasilimali hizo ni nyie kuweza kusikiliza kwa makini na kuelewa ipasavyo, ili mkiweza mkirudi kule mnakotoka sasa mkaweze kufanya kile kinachotakiwa. Na ndiyo njia pekee ya kuweza kuenzi jitihada ambazo zinafanyika na serikali yenu ambaye inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwanamageuzi namba 1, si ndio? Kuhakikisha kwamba nchi yetu na yenyewe inafikia viwango vya juu. Sasa hivi dunia imekuwa kijiji kidogo sana. Mipaka ile iliyowekwa na wakoloni imebakia tu kinadharia. Sasa hivi mobility ni kubwa. Wakenya wanakuja kwetu, tunapaswa na sisi tuende kwao tukafanye kazi. Na namna pekee ya kuweza kufikia malengo hayo ni kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa inatupa maarifa, inatupa skills, kwa Kiswahili tunasema nini? Inatupa study, alafu inatupa mtazamo, vitu vitatu. Mtazamo sahihi ambao utatuwezesha sasa kuweza kukompiti kwenye soko la ajira. Kwa hiyo ninasema haya kwa nia thabiti ya kuwaonyesha dhamana mlionayo nyie wenzetu wadhibiti ubora. Tusipoweza kufanya kazi yetu vizuri, tutakuwa na shule nyingi, tutakuwa na wahitimu wengi, lakini wakienda sokoni, si ndio, hawawezi kufanya yale yaliyokusudiwa. Na matokeo yake, tusipofanya hivyo, tutakuwa hatutende haki kwa nchi yetu. Kwa sababu kama ambavyo nimesema, dunia sasa hivi imekuwa kijiji kidogo. Ile mipaka ya kikoloni haizuii tena sisi kumove around. Na sisi hatutakiwi kuwa washangaaji, tunatakiwa kuwa ndio wachezaji wenyewe, si ndio? Kwa hiyo ndugu zangu, ninawiwa kuendelea kusisitiza umuhimu wa kazi yenu.
Kazi yenu inahitaji maadili makubwa na inahitaji uzalendo wa hali ya juu, kwa sababu mkikagua shule mkikuta haijakidhi viwango na bado mkaruhusu iendelee kuoperate, ni kama mmefanya usaliti kwa nchi yenu, si ndio? Kwa hiyo ili kundi ni muhimu sana, na ndio maana namwangalia kwa karibu sana ndugu yangu Musi hapa na kumwelekeza aendelee kubuni mbinu mbalimbali za kuongeza motisha kwa kundi hili, lakini pia kuongeza uadilifu kwa kundi hili, kwa sababu likifanya kazi yake kwa uadilifu, elimu yetu itakuwa salama. Itakuwa salama na itatufikisha kule tunakotaka kufika. Na naamini wote hapa ndio mtazamo wenu, si ndio? Na niombe sana mfumo huu uweze kuwa watertight. Nimejifunza domains 8 na kwa kweli nikupongeze kwa jinsi ambavyo umestructure. Na nimependa kwa sababu una tafsiri ndoto, una tafsiri maono yale ya wizara na serikali kwa ujumla wake. Kwa sababu nyie wadhibiti ubora, niseme mnayo dhamana ya kutekeleza vitu vitatu au ya kusimamia utekelezaji wa mambo matatu. Moja, kusimamia sera, utekelezaji wa sera yetu ya elimu kama ambavyo tumeiboresha. Lakini pili, mnayo dhamana ya kusimamia utekelezaji wa mitaala iliyoboreshwa. Lakini tatu, mnayo dhamana ya kutekeleza kiunzi hicho ambacho tumekisikia hapa cha udhibiti ubora wa shule. Kwa hiyo dhamana hii ni kubwa ambayo pia inahitaji kusimamia ipasavyo rasilimali zinazoelekezwa kwenu ili ziweze kutumika katika makusudi au madhumuni yaliyokusudiwa. Ndugu washiriki, nimefahamishwa kuwa katika mafunzo haya mtawezeshwa katika maeneo yafuatayo. Moja, namna ya kufanya tathmini ya shule kwa kupitia mfumo. Lakini pili, namna ya kuandika taarifa ya tathmini za ubora wa shule katika mfumo. Na tatu, mtajifunza namna ya kuwezesha watumiaji wengine. Sababu nimesema nyie ndio trainer kwa train wengine. Na hayo makundi mengine ni pamoja na wadhibiti ubora wa shule wa ndani, wakuu wa shule ambao hawakupata nafasi kama nyie, lakini maafisa elimu kata ambao ndio wanafanya close monitoring ya ubora wa shule, wamiliki wa shule pia watategemea sana kupata mafunzo kutoka kwenu. Kuna kamati au bodi za shule na vyuo, tunategemea mkawafundishe. Lakini pia wasimamizi wa elimu ngazi za halmashauri, tunategemea mkawafundishe haya ambayo mnajifunza hapa. Lakini pia niseme wataalamu wa TEHAMA ambao wameweza kushiriki katika mafunzo haya watawezeshwa namna ya kusimamia na kushirikiana na wadhibiti ubora wa shule kuwajengea uwezo wadau na watumiaji wengine wa mfumo. Kwa hiyo hii kwa Kiswahili wanaweza kusema kolabo kati ya wadhibiti ubora na maafisa TEHAMA ni muhimu sana katika kufanikisha hili jambo lililoko mbele yetu. Ni dhahiri kuwa mafunzo haya yataimarisha uwezo wa kila mmoja wenu wa kutekeleza kwa weledi majukumu ya udhibiti ubora wa shule. Ndugu washiriki, serikali yetu inaamini kwamba mafunzo haya yatasaidia kuimarisha utendaji kazi wenu hususan katika udhibiti ubora wa shule. Pamoja na mambo mengine, ni mategemeo ya serikali kuwa baada ya mafunzo haya mtatumia mfumo wa kidijiti wa udhibiti ubora wa shule kujaza kwa usahihi na kwa wakati taarifa muhimu za tathmini za jumla, tathmini za ufuatiliaji na tathmini maalum. Nilikuwa nachukua notes wakati ndugu yangu Matiko anafanya presentation. Kuna kitu anaita SSE ambayo ni self evaluation, school self evaluation, alafu akasema WSV whole school visit, alafu FSV ambao follow up visit,
alafu follow up school visit, alafu SSV special school visit. Kwa hiyo zote hizi tumejifunza kwa mdhibiti ubora, na kwa kweli ninaamini yote haya mkijifunza, udhibiti ubora unaenda kuwa rahisi na wa haraka, kwa sababu nia ya mfumo ni kuwezesha kupatikana kwa taarifa kwa wakati na kwa usahihi, ili maamuzi yafanyike kwa wakati na kwa usahihi. Ndugu zangu, dhamana mlionayo ni kubwa, na nizidi kurudia kumpongeza ndugu Matiko kwa kuweza kudevelop mfumo huo vizuri. Hongereni sana. Na nizidi kuongeza tu kwamba tathmini hizi ambazo zinafanyika kama ambavyo ameeleza ndugu Matiko, zitasaidia kufanya mambo yafuatayo kwa usahihi na kwa weledi ili kuinua ubora wa shule hapa nchini. Moja ni kutekeleza mchakato wa udhibiti ubora wa shule wa ndani na nje kwa umahiri ili kufikia mafanikio ya mwanafunzi, yani zile learning outcomes ziweze kufikiwa ipasavyo. Lakini pili, mafunzo haya au mfumo huu pamoja na mafunzo haya itasaidia kufuatilia uanzishwaji na utekelezaji wa majukumu ya timu ya udhibiti ubora wa shule za ndani, zile internal school quality assurance teams nadhani. Lakini pia kuwezesha shule kuweka taarifa za tathmini binafsi ya shule na kujitathmini. Hii ndio ile SSE, si ndio? Alafu itawezesha pia kuwasiliana na wadau wa elimu kwa kutumia mfumo ambapo wadau hao watapata taarifa kwa wakati na wao kutoa mrejesho kwa wakati kutokana na mapendekezo wanayopewa na wadhibiti ubora wa shule. Ndio ilikuwa nasema ya kufanya maamuzi sahihi na kwa wakati. Lakini pili, itawezesha kuandaa na kusimamia utekelezaji wa mpango wa kuboresha elimu nchini. Kuna swala la Education Sector Development Plan. Haya yote yatawezeshwa na taarifa ambazo zinapatikana na kutoka uwandani kuhusu hali ya uwandani ya ubora wa shule ukoje. Lakini pia itawezesha kubaini maeneo hitajika ya mafunzo kazini ili kuwajengea uwezo wa walimu kutekeleza majukumu yao. Mambo yamewaka haya, si ndio? Kwa hiyo tukifanya vizuri hiyo assessment ya ubora wa shule, tutagundua mianya iliyopo ya maarifa na stadi kwa walimu wanaofundisha ili tuweze kuelekeza nguvu za mafunzo kazini ipasavyo. Lakini pia itawezesha kuhamasisha ushiriki wa jamii katika maendeleo ya shule baada ya jamii kupata mrejesho kwenye kadi za muktasari wa taarifa ya shule. Sasa hizo kadi za muktasari nadhani mtajifunza vizuri zaidi wakati wa mafunzo haya. Lakini mwisho itawezesha kufanya ufuatiliaji na tathmini ya udhibiti ubora wa shule wa ndani kama ambavyo nimekwisha kusema. Ndugu washiriki, kama ambavyo wadokeza awali, serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imedhamiria kuongeza upatikanaji wa ubora wa shule nchini. Na sote tumeshuhudia uwekezaji mkubwa kwenye ujenzi wa shule mpya na shule shikizi. Na yote haya ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata fursa ya kusoma. Na kama ambavyo nimewaonyesha awali, kwa mujibu wa takwimu ambazo tulizonazo sasa hivi, shule za awali kwa faida yenu na shule za msingi na sekondari ni takriban 262, 20,851 na 6,540 mtawalia respectively, si ndio? Na serikali imekusudia kuwa ongezeko hili la idadi ya shule liendane sambamba na ubora wa elimu inayotolewa kama ambavyo nimewadokeza hapo awali. Na haya yakitokea, ni matumaini ya serikali kuwa baada ya mafunzo haya ambayo mnaenda kufanya hapa, uwajibikaji wenu utaongezeka kwa kasi, ambapo ninyi wadhibiti ubora wa shule na wataalamu wa mifumo mtaleta chachu kwa viongozi wa shule ambao wapo uwandani, wasimamizi wa elimu ngazi za kata, wilaya, mikoa na jamii kwa ujumla katika kuimarisha hali ya utoaji wa elimu nchini. Na aidha, serikali imekuwa ikitoa fedha kwa ajili ya kuboresha mazingira ya ufundishaji na kujifunzia, na hivyo nina wasihi nyi wadhibiti ubora kusimamia matumizi ya fedha hizo ipasavyo ili kuboresha mchakato
wa ufundishaji na ujifunzaji. Ndugu zangu, leo sio siku ya kuongea mengi sana. Nimepewa nafasi ya kujifunza kutoka kwenu, lakini pia kuwapa na saa chache. Na hivyo kwa kumalizia hotuba yangu, ninapenda kuhakikishia kwamba Wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itaendelea na mikakati ya kuimarisha elimu nchini katika ngazi zote. Vile vile, wizara itaendelea kuboresha mazingira ya utoaji mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu kwa wadau wote wa elimu ili kufikia malengo ya kuandaa wahitimu watakaoleta ushindani ndani na nje ya nchi yetu kama ambavyo nimewadokeza hapo awali. Aidha, ili mafunzo haya ambayo yanatolewa leo yaweze kuwa endelevu na yenye tija, nitoe rai kwenu kwamba mkirudi mkatoe elimu mlioipata kwa wale wadau wengine walioko ndani kama ambavyo nimewataja hapo awali, ikiwemo wale wadhibiti ubora ambao nimesema jumla yenu kwa ujumla wake ni 1706. Aidha, niseme kwamba ombi lenu la kuhakikisha kwamba mikoa iliyobaki 17 ipate kupata fursa hii, na yenyewe nimelichukua na nitalifanyia kazi ipasavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na Benki ya Dunia kwa kutumia mshauri elekezi toka DIT imeunda na kukamilisha mfumo wa kidijiti wa udhibiti ubora wa shule. Tunampongeza sana mshauri elekezi Dr. Joseph Matiko kwa kazi kubwa aliyofanya katika kipindi kifupi cha kuunda mfumo huu wa SQA. Kama ulivyomsikia Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Matiko kazi hii aliifanya kuanzia Januari 2014 na ndani ya miezi kama 6 akawa amekamilisha hii kazi kwa kushirikiana na wizara. Tunakushukuru sana Bwana Matiko, asante sana kweli. Mafunzo haya Mheshimiwa mgeni rasmi yamefadhiliwa na Cambridge Education kupitia mradi wa shule bora. Tunawashukuru sana Cambridge Education kwa kukubali kufadhili mafunzo haya kwa kuanzia kwa mikoa hii 9. Asanteni sana shule bora. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchakato wa kujenga mfumo husika kama nilivyosema ulianza Januari 2024 na sasa umekamilika kwa mfumo kuwekewa maeneo yote muhimu yanayohitajika katika taarifa za udhibiti ubora wa shule kwa ngazi zote husika. Kwa hivyo zoezi hili Mheshimiwa mgeni rasmi limekamilika kwa idara kufanya kikao kazi cha wataalamu na maafisa wa udhibiti ubora wa shule, maafisa usajili na wataalamu wa TEHAMA kutoka Wizara ya Elimu na Ofisi ya Rais TAMISEMI kujadili na kuweka taarifa zinazohitajika katika mfumo pamoja na kutangamana na takwimu za SAS na SIS. Niseme tu Mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo huu ni maono ya management na uongozi mkuu wa wizara kwamba lazima sasa idara ya udhibiti ubora wa shule iwe na mfumo wake wa uendeshaji kwa kuzingatia mabadiliko yaliyopo ndani ya mifumo mbalimbali. Kwa hivyo na idara inashukuru sana kwa usimamizi wenu na kwa mazingira ambayo yamewekwa hadi sasa. Tunajivunia kwamba leo tunaanza na hii mikoa miwili kwa kuunda kwanza hii timu na baadaye tunaenda na mikoa mingine yote 9. Lakini ufadhili wa shule bora Mheshimiwa mgeni rasmi unauona jinsi ambavyo umejikita kwenye mikoa 9 ambao wanaendesha programu ya shule bora. Nikuombe Mheshimiwa Profesa Mshi, Naibu Katibu Mkuu, kwa ombi rasmi kabisa mbele yako, nikuombe sana uweze kuridhia na mikoa mingine 17 ili kutimiza mikoa yetu yote nchini 26 kuweza kufanikisha kukamilisha zoezi la mafunzo kwa mikoa yote. Idara kama idara ina lengo la kufika mbali, lakini swala la kifedha ni changamoto kubwa. Na sisi kama idara tegemeo letu kubwa ni wewe Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na uongozi mzima wa wizara kutufanikisha katika hili. Kwa hivyo tunaomba sana kama utaridhia swala hili, utapotoka mahali hapa ulibebe kabisa kwamba idara ya udhibiti ubora wa shule hatuna mahali pengine pa kukimbilia. Zaidi sasa tunakimbilia mgeni rasmi ili mikoa 17 iliyobakia hii nayo moja kwa moja iungane ili iweze kukamilisha. Baada ya kusema maneno haya Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima
ninaomba sasa nikukaribishe uweze kutupa maelezo na kutufungulia rasmi mafunzo haya ambayo wewe ndiye muasisi wa mfumo huu wa udhibiti ubora wa shule. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.